بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Katika darsa inayoelezea hukumu za damu za kimaumbile kwa wanawake, risalatun fi dima'i tabi'iyyati linnisa'i, kitabu au risala ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Tumesoma katika darsa iliyopita, tumesoma utangulizi wa kitabu. Na sasa insha Allah tunaanza katika al-faslul awwal, kipambanuzi cha kwanza au fasli ya kwanza, mlango wa kwanza wa kitabu hiki, ambao fi maana al-haidhi wa hikmatihi. Unahusu mlango huu au kipambanuzi hiki kinahusu maana ya hedhi na hekima ya kutokwa hedhi wanawake. الفصل الأول, kipambanuzi cha kwanza, fi maana alhaidhi wa hikmatihi, kuhusu maana ya hedhi na hikma yake. Alhaidhu lughatan sayalanu shay'i wa jarayanuhu, hedhi kilugha ni kuchuruzika kitu na kupita kwake. Alhaidhu lughatan, hedhi katika lugha ya Kiarabu, sayalanu shay'i ni kuchuruzika kitu, kutiririka kitu, wajarayanu na kupita kwake. Wa fi shar'i, na katika sheria, damun, hedhi ni damu, damun, hedhi ni damu, yahduthu, inayotokea, yahduthu, inayotokea, liluntha, kwa mwanamke, liluntha, kwa mwanamke, bimuktadha tabi'a, kwa muktadha wa kimaumbile, kwa muktadha wa kimaumbile, kwa muktadha wa kimaumbile. Damu inayotokea kwa mwanamke, inayopelekewa na maumbile, biduni sababin, pasina kuwa na sababu yoyote, biduni sababin, pasina kuwa na sababu yoyote, biduni sababin, pasina kuwa na sababu yoyote, fi awqati maaluma, katika muda maalumu, katika wakati maalumu, katika wakati maalumu. Kwa hiyo anasema Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, fahuwa damun tabi'iyun, hii ni damu ya kawaida, ni damu ya kawaida ya kimaumbile. Laysa lahu sababun min maradhin au jarhin au saqutin, haina sababu yoyote itokanayo na maradhi au jeraha au kuanguka. Haina sababu yoyote itokanayo na maradhi au jeraha au suqutin au kuanguka au wiladatin au kujifungua, kuzaa. Damu hii inatoka bila hizo sababu. Wa bimaana damun tabi'i, na kwa sababu hedhi ni damu ya kawaida ya kimaumbile, fa innahu yakhtalifu bihasabi hali al-untha wa bi'atiha, hakika damu hii inatofautiana kulingana na hali ya mwanamke. Damu hii inatofautiana kwa mwanamke mmoja na mwanamke mwingine, bihasabi hali al-untha, kutokana, kulingana na hali ya mwanamke huyo anayepatwa ni hedhi, wa bi'atiha, na mazingira yake, wajawiha, na hali ya hewa yake, mazingira anayoishi, hali ya hewa aliyopo na yeye mwenyewe alivyo, vinafanya atofautiane baina yake na mwingine kutokwa na hii damu, ima kwa wingi au uchache,
siku nyingi ya uchache, uzito au wepesi na mfano wa hayo. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, takhtalifu fihi nisa'u ikhtilafan mutabayinan dhahira. Walidhalika, kwa ajili hiyo, takhtalifu fihi nisa'u, wanatofautiana kwenye hii damu ya hedhi wanawake, ikhtilafan mutabayina, kutofautiana kuliko kuwa mbalimbali, dhahira, kwa wazi kabisa. Kutofautiana kuliko kuwa mbalimbali, dhahiran, kwa wazi kabisa. Hiyo ni maana ya nini? Ya hedhi. Kwa sababu katika mlango huu wa kwanza tunasoma mambo mawili, maana ya hedhi na hekima ya hedhi. Wal hikmatu fihi annahu, na hekima ya jambo hilo la kutokwa ni hedhi, annahu, ni kwamba lamma kana aljaninu fi batni ummihi, kilipokuwa kichanga katika tumbo la mama yake, kilipokuwa kichanga katika tumbo la mama yake, la yumkinu an yataghadha, haiwezekani kula, bima yataghadha bihi, kwa vile anavyokula, man kana kharij albatni, ambaye yuko nje ya tumbo. Kilipokuwa kichanga ndani ya tumbo la mama yake, haiwezekani kula kama vile kwa vile anavyokula ambaye yuko nje ya tumbo. Wala yumkinu li arhamil khalqi bihi, na haiwezekani kwa mtu mwenye huruma zaidi na kichanga kile, ayusila ilaihi shay'an min alghadha'i, kumfikishia yule kichanga chochote katika vyakula. Haiwezekani kwa mtu hata awe na huruma vipi, amfikishie yule kichanga kule tumboni chakula chochote. Hinaidhin, wakati huo, ja'ala Allahu ta'ala fil untha ifzazatin damawiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala Allahu ta'ala, akaweka Allah mtukufu, fil untha, kwa mwanamke, ifzazatin damawiyya, msuguano wa damu. Ifzazatin damawiyya, msuguano wa damu. Yataghadha biha aljaninu, anakula kupitia msuguano huo wa damu kichanga, fi batni ummihi, awapo ndani ya tumbo la mama yake. Fi batni ummihi, awapo ndani ya tumbo la mama yake, biduni hajatin, pasi na kuhitajia, ila aklin, kula, wa hadhmin, na kumengenya. Wa hadhmin, na kumengenya. Kumengenya ambako tamfudhu ila jismihi, kunaingia kwenye mwili wake. Tamfudhu ila jismihi, chakula hicho kinaingia kwenye mwili wake, min tariqi surati, kupitia njia ya kitomvu, kupitia njia ya kitomvu. Haithu yatahallalu damu uruqahu, pale damu inapoingia katika mishipa yake, fayataghadha bih, akala kwa hilo, akala kupitia hilo. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, basi amejaa baraka Allah, mbora wa waumbaji. Fahadhihi hiya alhikmatu fi hadha alhaidh, hii ndiyo hekima ya uwepo wa hedhi. Hii ndiyo hekima ya uwepo wa hedhi. Walidhalika, kwa ajili hiyo, idha hamalatil mar'atu, anapobeba ujauzito mwanamke, idha hamalatil mar'atu, anapobeba ujauzito mwanamke, inqata alhaidhu anha, hedhi inakatika kwake, haoni tena siku zake. Fala tahidhu illa nadira, hapati hedhi isipokuwa kwa nadra sana, hapati hedhi isipokuwa kwa nadra sana. Wakadhalika almuradhi'u, hivyo hivyo mwenye kunyonyesha. Wakadhalika almuradhi'u, hivyo hivyo anayenyonyesha. Yaqilu min man tahidhu minhunna,
ni wachache wanaopata hedhi katika hao wanawake wanaonyonyesha, la siyama fi awwali zamanil irdha, hasa mwanzo wa kipindi cha kunyonyesha, hasa mwanzo wa kipindi cha kunyonyesha. Kwa hiyo hedhi maana yake katika sheria ni damu ambayo inamtokea mwanamke kwa muktadha wa maumbile pasi na sababu yoyote katika nyakati maalum. Na damu hii inatoka bila kuwa na sababu ya maradhi au jeraha au kuanguka au kujifungua. Hekima ya uwepo wa hedhi ni kwamba Allah ametaka amlishe kichanga awapo tumboni kupitia njia hii ya damu. Ndio maana mwanamke anapokuwa mjamzito hapati hedhi isipokuwa wachache sana. Kadhalika anaponyonyesha hasa siku za mwanzo isipokuwa wachache mno. Kwa hiyo hii ndiyo maana ya hedhi na hii ndiyo hekima ya uwepo wa hedhi. Na kufikia hapo insha Allah taala tutasimama na tutaendelea na somo linalofuatia katika darsa inayofuatia insha Allah taala.